Haleluya. Ningependa katika hii sehemu tuzungumze kuhusiana na matokeo ya dhambi. Na hili somo lina faida ipi? Cha kwanza utajua kwa nini, utajua vyanzo vya baadhi ya matatizo kwenye hii dunia. Okay? By the way, matatizo yote utajua chanzo chake ni nini kupitia hii. Na sitataja vitu vingi, lakini nitataja kitu ambacho ndani yake kuna vitu vingi sana. So naomba unisikilize kuanzia mwanzo. Baba, asante kwa rehema, neema na upendo wako. Naomba uende pamoja na sisi ukatufundishe. Asante Roho Mtakatifu. Matokeo ya dhambi. Naomba nianze kusoma kutoka kwenye kile kitabu cha Warumi 6:23. Kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wa 23 inasema nini? Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Ile andiko ukilisoma vizuri utagundua kwanza, sehemu ya kwanza linaweka wazi kwamba matokeo ya dhambi ni mauti. Popote ambapo dhambi imetawala, kinachofuata ni mauti. Popote pale ambapo kuna uovu, moja ya kitu ambacho kinatawala ni mauti. Hilo ni jambo la msingi ambalo lazima kila mmoja alielewe, kitu cha kwanza. Lakini ukiendelea kusema inasema bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kristo Yesu lazima ujue maana yake ni mpakwa mafuta aliyetumwa. Kwa maana nyingine ni kwamba Yesu alikuja kuondoa mauti na kutupa uzima wa milele. Sasa nataka nikwambie kitu kimoja ambacho kila mmoja lazima akielewe. Tokeo la kwanza kabisa la mtu anapokuwa anaishi kwenye dhambi ni mauti. Na lazima ujue kwamba mauti haikuwa sehemu ya mpango wa Mungu. Iwe mauti ya kiroho, iwe mauti ya kimwili, haikuwa mpango wa Mungu. Takuja nielezee mauti ni nini hapa kwenye hili fundisho. Sasa mauti haikuwa mpango wa Mungu, kwa maana ya kwamba shetani alikuwa chanzo cha ingizo la mauti. Na ilianzia wapi? Katika bustani ya Eden, kwa sababu Mungu aliwaambia Adam na Eva kwamba mkila mti wa katikati mtakufa, kwa maana ya kwamba mauti itawatawala. Walipokula hawakufa kimwili, walikufa kiroho. Mauti namba moja yenye nguvu kuliko mauti zingine ni mauti ya kiroho. Na hiyo ndo mlango wa mauti zingine zote. Yeyote ambaye hajafa kiroho, shetani hana mamlaka juu yake. Ili shetani awe na mamlaka na wewe, lazima kuwe na mauti ya kiroho. Ambayo hii mauti ya kiroho sasa huwa inafungua mlango wa mauti zingine. Yaani ni pale ambapo unakuwa huna mahusiano na Mungu. So tumegundua tokeo kubwa kabisa ni mauti. Nitafafanua mauti ili uelewe maana yake nini. Kuna mauti tofauti, kuna mauti ya kiroho ambao unaweza kuwa unatembea lakini tayari kimahusiano na Mungu hauko sawa. Kuna mauti ya mwili, okay? Hizi zote ni aina za mauti. Kuna mauti ya imani, kuna mauti ya maono na mauti zingine, lakini kubwa ni hizo mbili, ya kiroho na ya kimwili. Ya kimwili ni pale mtu anakufa tunamzika. Ya kiroho anaweza akawa mzima kabisa na anatembea lakini hana mahusiano na Mungu. So mauti haikuwa mpango wa Mungu. Maana yake Mungu alipanga tuishi milele. Mungu alipanga tusiugue. Umenielewa mpaka hapo? Yes. Kwa sababu magonjwa ni matokeo ya dhambi. Lazima ujue hicho. Mungu hakupanga tufanye kazi kama sasa hivi, mateso tunayopitia hayo yote hayakuwepo. Sio, umenielewa? Ndio maana baada ya hii dhambi, moja ya adhabu inayokuja kutolewa, mtakula kwa jasho. Maana yake nini? Haukuwa mpango wa Mungu kula kwa jasho. Haukuwa mpango wa Mungu kula kwa jasho. Mtazaa kwa uchungu. Maana yake haukuwa mpango wa Mungu wanawake kuzaa kwa uchungu. Lakini hivi vyote unakuja kuona ni matokeo ya kitu kinaitwa dhambi, ambayo mshahara wake ni mauti. Lakini pia kitu kingine ni kwamba
mpango wa Mungu ulikuwa ni kwamba mwanadamu aishi maisha ya kufanikiwa bila kuwa na bidii yoyote. Yaani mafanikio ya flow kwenye maisha yake bila yeye kufanya kazi, kufanya hiki. In short, kama ambavyo Adam kwenye bustani ya Eden alivyoishi. Hakuwa ameajiriwa. Kuna muda alikuwa akiwaza kitu kinakuja. Kwa sababu gani? Hakuwa corrupted kipindi hicho. Haleluya. Sasa, mauti ni nini? Mauti ni jumla ya kazi zote za shetani. Yaani mauti ndo kazi kuu ya shetani. Ni jumla ya kazi zote za shetani. Najua ni kitu kipi hujawahi kukisikia. Ngoja nikusomee Yohana 10:10. Yohana 10:10. Inasema mwizi haji ila aibe, namba 1. Namba 2, kuchinja. Namba 3, kuharibu. Yesu anasema mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Kinyume cha mauti ni uzima. Aliyeleta mauti ni shetani. Aliyeleta uzima ni Yesu. So hizi ambazo zinatajwa hapa za mwizi, hizi 3 ndo mauti yenyewe. Ndio maana nikakwambiaje, mauti ni jumla ya kazi zote za shetani. Kwa sababu mwanzo anataja hizi kazi za shetani, afu yeye anasema ameleta uzima. Lakini huyu adui mwizi kaleta nini? Kuiba, kuchinja, kuharibu, ambao ni mauti. Haleluya. So mauti ina hayo maeneo 3: kuiba, kuchinja na kuharibu. Haya yote ambayo tunayataja hapa ni moja ya sehemu ya matokeo ya dhambi. Mfano, matatizo tunayoona kwenye ndoa, matatizo tunayoona kwenye ndoa, kwenye biashara, tunaona kwenye uzao, kwenye huduma, okay? Vifo vya watu, kwa sababu Mungu hakupanga watu wafe. Yote ni matokeo ya dhambi ya pale Eden. Tunaposema mauti, mauti haipo tu kwenye mauti hivyo unavyofikiria. Kuna mauti kwenye biashara, kwenye ndoa. Ndoa inapoharibika, inapovunjika, tunasema hiyo ni mauti. Kwa mfano, ngoja nikuelezee kidogo kuhusu roho ya mauti. Unajua roho ya mauti inaweza ikatupwa kwenye biashara. Roho ya mauti inaweza ikatupwa kwenye mifugo yako. Roho ya mauti inaweza ikatupwa kwenye ndoa. Na hii ni silaha kubwa sana ya shetani. Ni kweli kabisa Yesu alishinda mauti. Lakini umekuwa qualified kuwa sehemu ya silaha ambazo utazitumia kushinda mauti? Hapa ndipo mtu anapaswa kuokoka. Hapa ndipo mtu anahitaji maarifa ili aweze kushindana na adui. Lazima ugundue kitu kimoja cha muhimu sana. Silaha ambayo adui aliitumia bustani ya Eden kupanda dhambi na baadaye mauti ilikuwa inaitwa uongo. Uhadaifu. Ndio maana anaitwa baba wa uongo. Uhadaifu hadi leo anatumia hiyo silaha. Yoyote asiye na maarifa ni muhanga. Kwa sababu gani? Adui akija atakuja na uhadaifu. Kile kiwango ambacho ile mitihani, majaribu ambayo Adamu na Eva waliyapitia, alitumia silaha ile shetani kwa Yesu pia. Kwa sababu Yesu alikuwa Adamu wa pili. Yesu alikuja kutupa uzima. Yaani maana yake hivi, kabla ya ujio wa Yesu, kila mtu alikuwa chini ya mauti. Ndio maana huoni yoyote aliyeenda mbinguni labda kwa kuchukuliwa kama Elia na Musa. Ndio maana kwenye ule mlima anatokewa Yesu na Elia na Musa. Kwa nini hakutoka Ibrahimu? Kwa nini sio Yakobo? Kwa nini sio Isaka? Wakati Mungu anasema yeye ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kwa sababu hao wote walikuwa sehemu moja linaitwa kifungoni, ni eneo la kuzimu, au wengine wanaita kifua cha Ibrahimu. Sio kama unanielewa mpaka hapo. So, kwa nini? Kwa sababu mauti ilikuwa na nguvu. Kumbuka mauti na kuzimu ni vitu viwili, marafiki wa karibu. Sio, umenielewa mpaka hapo? So, what happened? Yesu anakuja analeta uzima. Ndio huu unaotusaidia kwamba ukifa unaenda mbinguni. Sio, umenielewa? Uendi tena, upitii kuzimu tena. Ndio maana Yesu ndani ya zile siku 3 baada ya kifo chake anashuka kuzimu, anahubiri, alafu maandiko yanasema makaburi yakaonekana yakipasuka, alafu watakatifu wakaonekana wapi? Kwenye mitaa.
Walikuwa ni watakatifu, lakini bado walikuwa wapi? Kifungoni, moja ya eneo la kuzimu. Na watu wanafikiri Yesu alivyokuwa anasema leo utakuwa na mimi paradiso, watu wanafikiri paradiso ni mbinguni. No, paradiso ndio hilo eneo ambalo nalitaja sasa hivi. Haleluya. Ilikuwa ni eneo ambalo liko chini huko, sio juu. Ndio maana Yesu baada ya kufufuka anamwambia, alikutana na Mariamu nadhani akamwambiaje? Usiniguse kwa maana bado sijaenda kwa baba yangu. Lakini yule jamaa ambaye alikuwa pale kwenye msalaba alimwambiaje? Alimwambia kwamba usiku wa leo utakuwa pamoja na mimi paradiso. Na hapo alikuwa hajafufuka. Alifufuka siku ya 3. Sio, umenielewa mpaka hapo? Maana yake ni nini? Paradiso haikuwa mbinguni. Sasa watu wengi wanachanganya hadi leo, wanafikiri paradiso ni mbinguni. Hapana. So Yesu alikuja kuipiga mauti kwa namna hiyo. Then zile funguo za mauti akatupa sisi. Akatupa nguvu ya kushinda mauti. Sasa lazima uwe na hayo maarifa ili uelewe. La sivyo jambo hili litakuwa gumu sana. Jambo hili litakuwa gumu sana. Ni jambo la msingi sana. So unakuja kugundua kwamba kwenye Agano la Kale mauti ilikuwa na nguvu sana kwa watu. Yesu baada ya kuja tunaona anatupa nguvu ya kushinda mauti. Ni wewe unavyojiweka na huyu Yesu. Uko ndani yake, mauti haiwezi kawa na nguvu kwako. Umenielewa? Mauti ni nini? Ni ile unatupua roho ya mauti. Unakuta tu biashara yako imekufa. Unakuta tu wanyama wako wamekufa. Ukiona vitu kama hivyo, au wewe kabisa mwenyewe wanakuua kichawi, ile ni mauti. Haleluya. Ni jambo la msingi sana, tunapaswa tulijue. Okay? So tulipewa mamlaka, tulipewa nguvu ya kushinda mauti. Sasa nataka leo ujifunze kitu kingine hapa nikuongezee. Uharibifu wote, vifo vyote, yani kuchinja, na wizi wote ni mpango wa Shetani. Na kwenye kuchinja ana njia nyingi. Anaweza akatumia magonjwa, anaweza akatuma mapepo, anaweza akatumia uvimbe, anaweza kutumia chochote. Yote haya ni mpango wa adui, kwa sababu hayakuwepo kwenye mpango wa kwanza wa Mungu. Sasa unaweza kujiuliza sasa hivi, Yesu alishinda mauti na akatupa funguo. Kwa nini bado kuna vitu vinakufa? Vile vitu vinakufa kwa sababu tumeshindwa kukorelate na Yesu. Yaani tunamtaka Yesu, tunataka na mambo mengi. Kwa hiyo tunaishi maisha ya mchanganyo. Kwa hiyo adui kila siku anapata mlango wa kutushtaki. Umefanya hiki anakushtaki, anapata nafasi anakupiga, unapata hiki kumbuka Shetani anaitwa mshtaki wetu. Na remember anajua kanuni vizuri. Umeelewa? So he knows, anajua ukianguka hapa atafanya hiki na hiki, na Mungu hawezi akakataa kwa sababu kibibilia yeye mwenyewe Mungu amesema hiki, na jamaa ametumia hiyo silaha anakupata. Mungu sio gaidi kwamba anapindua haki. No. Mungu ni mwenye haki. Ni mwenye haki kwa maana ya kwamba upande wako yuko wewe, ukiwa na haki atakusaidia. Shetani akiwa na haki hawezi kumpinga. Sio kama unanielewa mtoto wa Mungu. Watu wengi wao hawajui hapa. Zingatia sana kanuni. Kanuni utazijuaje? Kwa kusoma Biblia. Mkristo yote asiyesoma Biblia ni muhanga. So matokeo ya mauti ambayo ni ya wazi kabisa, ambayo yanaonekana, ni matatizo yote unayoyaona duniani. Watu kuugua, watu kufa, vyote hivyo havikuwepo mwanzo. Yesu, ndio maana Yesu anakuja kusema kauli moja, aniaminie mimi hata kufa ataishi milele. Unanielewa? Anaposema anasema nini? Anasema wazi kwamba mpango wa Mungu haukuwa nyie mfe. Ndio maana mimi nilikuja kurudisha mpango ule wa mwanzo. Yesu alikuja kurejesha vilivyoibwa bustani ya Eden. Yesu alikuja kurudisha maisha ambayo Mungu aliyakusudia mwanzo. Kuishi milele ni nini? Ni kwamba mauti haina nguvu juu yako. Hata kama utakufa kifo cha kimwili. Sawa? As long as ulikuwa salama rohoni, kimahusiano na Mungu, maana yake roho yako haitakuwa sehemu ya ile mauti ya pili ya kwenye ziwa la moto. Maana yake utaishi milele. Haleluya.
Sijui kama unanielewa, mtoto wa Mungu. So dhambi ndo sababu ya biashara kwa nini haifanyi vizuri. Dhambi ndo sababu kwa nini ndoa yako ina yumba yumba. Kwa sababu ni mlango ambao adui anautumia. Tukikaa vizuri na Mungu tutajikuta baadhi ya matatizo mengi sana hayapo kwenye maisha yetu. Kama tutamwamini Yesu jumla. Haleluya. Lakini lazima ujue kuna wakati, kwa sababu upo kwenye dunia ambayo maandiko kwa Paulo anazungumza wazi kwamba ukombozi ambao Yesu aliufanya, kuna ukombozi wa vitu vinavyotuzunguka. Umenielewa? Yes. Maana yake nature hii, mazingira tulionayo hayajakombolewa. Siku ya mwisho hadi wanyama na kila kitu vitakombolewa. Na miili yetu ndio maana unaugua. Umenielewa? Yes. So ndio maana unaumia. Ndio maana hivyo vitu havikuwa mpango wa Mungu kabisa. Lakini mwisho wa siku pia tutakombolewa katika eneo la nini? La mwili. Lakini lazima uwe na imani kwamba kupigwa kwake Yesu tumepona. Magonjwa yakatae, usiyaruhusu. Okay? Kwa sababu magonjwa yote ni mpango wa shetani, wala sio mpango wa Mungu. Na ngoja nikwambie, Mungu hawezi kutumia magonjwa kukujaribu kwenye agano jipya, kwa sababu Yesu mwenyewe ambaye ni Mungu alijitoa ili upone. Sasa hawezi akatumia hicho ambacho amekufungua nacho eti kukujaribu wewe. No, anaweza kutumia vitu vingine. Anaweza kutumia vitu vingine, lakini sio magonjwa. Haleluya. Sijui kama umenielewa. Pointi kubwa hapa ni nini? Matokeo makubwa ya dhambi yalileta kitu kinaitwa mauti, vitu kuharibika, kufa. Matatizo yote tunayoyaona, kula kwa jasho. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo utagundua matokeo ya dhambi ni mengi.